Asifiwe. Bulishechise nenda makuwa kasho nilikuwa ndenya kuona banyangai. Bulishechise nenda makuwa kasho. Mubulamu kumenyele buno kulile sifi ubibulwa. Kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa. Ndugu yangu, dada yangu, uwe mwenye akili kiasi gani na ulizaliwa, kaa tu ukijua ya kwamba siku moja utafanya nini? Siku moja utafanya nini? Ukufie kwa maji utakuwa umekufa. Ukufie kwa usingizi utakuwa umekufa. Ukufie kwa ajali utakuwa umefanya nini? Mradi ulizaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maisha yetu kuna wakati wa kupata na kuna wakati wa kukosa. Ndugu yangu, unapokosa kitu usilie sana, sababu kuna ule amepata saa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amezuia tu kidogo ule apate, na utapata kwa masaa mengine. Kwa maisha yetu kuna wakati wa kulia. Kweli wapendwa, wamekuwa kwa wakati wa kulia, wakati mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninajua ya kwamba hata kama mpendwa wao saa hii hayuko, kulia imefanya nini? Imepungua. Bali wao waliobaki maisha yao waendeleze. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Kuna wakati wa kuwa maskini na kuna wakati wa kuwa tajiri. Kuna wapendwa leo hawajielewi. Ulizaliwa ukiwa maskini, ulikaa maisha ya umaskini, na Mungu amekufanikisha, umetoka katika umaskini. Wewe ni tajiri, lakini anashuhudia zako busara. Sema amen. Bado tu unakunywa uji. Maisha yako ni ya kuomba na uko na pesa kwa mfuko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa maskini, elewa ya kwamba wewe ni maskini. Tena maisha yakibadilika, elewa ya kwamba maisha yamebadilika. Hayo ndio maisha ambayo inatakana kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mhubiri 3. Mhubiri 3. Utasoma mstari wa kwanza hadi wa 9. Yule ambaye amepata hii kipasa sauti atusomee. Mhubiri 3 kuanzia 1 hadi 9. Mhubiri 3 kuanzia penyewe inasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa pole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba chini ya jua kila majira ama kila kitu na wakati wake, ya kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kukufa. Kulinde visevyo kuibulwa nende visevyo kufua. Endelea dada yangu. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Kweli efisevyo no abantu bafunenge. Abantu bafunanga wakati uraka nawe kweli. Abantu bafunanga amatuma nawe mukunda orakanga amatuma. Fakana ka kweli. Abantu bali mukunda barakanga nawe ufunanga. Betafrio kweli. Kulinde visevyo kuraka ne kulinde visevyo kufuna. Asa sana nani visevyo kufu? Inzala matala yumamo. Hakuna njaa kwa magoma. Mahindi iko kila pahali, watu wamechoma mpaka sasa. Mtu akienda kwa meza aone mahindi inachoma, anasema hapa hapana, sikai, wacha nikule kwa chakula ingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alipanda, sasa amefanya nini? Endelea dada yangu. 3 inasema hivi: wakati wa kuua na wakati wa kupooza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Kuna wakati wa kubomoa, kuna wakati wa kubomoa na kuna wakati wa kujenga. Kuna wakati wa kubomoa kwa maisha, vitu kubomoa, unabomoa ili ujenge. Bwana Yesu asifiwe. Na tena kuna wakati wa kujenga. Kulinende visevyo kusambula, kulinende visevyo kusasia, kulinende visevyo kukaza. Endelea dada yangu. 4. wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kulia. Wapendwa, kuna wakati wa kulia. Vile familia yetu imekuwa na machozi, imekuwa na ugumu, wamekuwa kwa wakati wa kulia, na tena kuna wakati wa kucheka. Abantu baka baba wanangeshitu kama harusi. Watu wanafanya harusi.
na wewe unalia. Paka umundana kuna ndio shokita. Kwa mwami Yesu yetombwe. Paka banakukula kwirira mu mundani. Kudombera abantu bali washi anyolroa umunda anyolroa ashi na olra. Nuka umwami Yesu yetombwe. Abantu baranga shingana bayero babiranga na otaka obona otaka abantu bauka abaye likwani kubonesha abaye barapanga bamanyire shibonesha umwami Yesu yetombwe ho kwishishise shinde amakuwa kasho endelea dada yako. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kuomboleza iko na wakati wa kucheza iko. Hauwezi chukua wakati wa kuomboleza uanze kucheza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana ni wakati mgumu. Endelea dada yangu. 5. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kusanya mawe. Kuna wakati wa kutupa mawe. Nende kusema kutupa machina. Nende kusema wakati wa kukusanya. Bwana Yesu asifiwe. Abaye maana unaweza panda pahali kuna mawe kweli. Unaweza ukapanda mpaka utupe hiyo mawe upande. Na tena kuna wakati wa kurudisha hiyo mawe, wakati kama wa kujenga. Mpaka hiyo mawe ukusanye uweke pamoja ndio ijenge. Endelea dada yangu. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia. Kuna wakati wa kukumbatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unaona tu mtoto ameleta anafanya mambo mabaya. Unamkumbatia mtoto wangu endelea kuiba. Umeiba vizuri. Endelea. Bwana Yesu asifiwe. Mtu unaona amekosa, unampaka tu mafuta, endelea, unamkumbatia. Inaweza ingia kweli. Kuna wakati wa kukumbatia na kuna wakati wa kutokumbatia. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na sisi wao watakomero besho walangesho ni shibi usifanye. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenda akiacha atafanikiwa. Endelea dada yangu. 6. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Kuna wakati wa kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kuna wakati wa kutafuta. Na upende usipende tena hivyo wakati wa kupoteza. Jua ya kwamba wakati ulikuwa unapata kuna ule alipoteza. Wakati ulikuwa unapata kuna ule alipoteza. Na wakati umepoteza naye kuna mwenye amepata. Ndivyo maisha inavyoenda. Endelea dada yangu. Wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Kuna wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. 7. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Majira haya huwa yanachanganya watu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umepata na ndio wakati tena unataka utupe. Kuna wapendwa wengine hawana discipline na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kweli umepata shilingi 1000 unatamani kula chapati. Umeenda umenunua unga, umenunua mafuta, umenunua vyote vya kutengeneza chapati. Tena wewe ndio huyo unaenda unanunua chapati kwa soko. Tena wewe ndio huyo unanunua sambusa. Tena wewe ndio huyo unanunua bajia. Tena wewe ndio huyo. Yaani unataka. Bwana Yesu asifiwe. Ai. Yaani wakati umepata wakati tena unapoteza. Dano okulo kuchapati. Na kama kuchapati kwa noma ile imefanywa mambo mengine ya ajabu sana. Unga hakupima unga wa chapati vizuri. Sasa akaongeza unga ya ugali. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio chapati unanunua kwa njia. Unaenda nayo nyumbani. Na tena umenunua unga uko nayo. Discipline kwa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inafanya watu wanakuwa masikini, hawana nidhamu kwa pesa. Nani unataka pesa nayo ba? Yaani unaona kama somo kudu wiki tunaache na hapo atishuti. Pesa iko kwa mfuko. Umwami Yesu yetombwe. Alishitiswi, alinyisi, alekero, akurinya maikilo na kada wala. Kingine je kurinya maingura kana tindro pata katukekero. Okale maingu. Kada kule mwenyeni, kada kule mafuru, kada kule mena. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umepata pesa tulia, anza kupanga mikakati yako. Inatakana nifanye nini? Nifanye nini? Nifanye nini? Undi. Pole. Acha nitoke hapo. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ni bure, hana chochote, lakini Bwana Yesu asifiwe. Nani una pesa nayo ba? Sabatia naenda mara 5. Ukimuuliza kitu umeenda kusabatia kufanya. Hakuna.
Mumias ameenda mara 6 na unajua kwenda tu Mumias ni 100 kurudi ni 100. Kwenda ni 100 kurudi. Ameenda mara 6 wewe unafikia ni pesa ngapi? Kwa sababu pesa iko kwa mfuko. Endelea bila yao. 7. Wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Kuna wakati wa kurarua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati wa kurarua. Kuna wakati wa kurarua moyo wako. Unaweza ona mambo mpaka urarue moyo wako. Uambie Mungu, hakika hii maisha ambayo naishi si yako. Na tena kuna wakati wa kushona. Kweli Mungu, nimelia vya kutosha, sasa ni rehemu. Na kweli Mungu atakurehemu. Endelea dada yangu. Wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Hiyo sasa ndio ni shida tena watu. Kuna wakati wengine ukienda tu pahali, kuna mambo mengine ya kunyamaza tu.